Naam, wakili Boniface Mwabukusi ambaye pia ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS anaandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba tunayo haki ya kuasi dhidi ya uonevu na ukandamizaji. Lakini ameandika akiuliza kwamba tunayo haki ya kuasi? Anaeleza kwamba uasi ni nguvu ya kupinga kwa nguvu au hatua shinikizi hali fulani ambayo kikundi, watu au jamii fulani haikubaliani nazo. Uasi dhidi ya dhuluma unaweza kuwa haramu au halali kwa namna utakavyoratibiwa. Uasi dhidi ya dhuluma na ukiukwaji wa misingi ya demokrasia unatija? Anasema kwamba uasi unaweza kuwa na tija au kutokuwa na tija kutegemeana na muktadha na mazingira ya kijamii, kisiasa na kisheria. Katika historia, harakati nyingi za ukombozi na haki za binadamu, kiuchumi, kiroho, kisiasa na kijamii zilianza kama aina fulani ya uasi dhidi ya dhuluma, kama vile harakati za uhuru barani Afrika na mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi. Kuelezea uasi na kupinga, baba wa taifa alitumia maneno haya: tumeonewa kiasi cha kutosha, tumenyanyaswa kiasi cha kutosha. Nadhani maneno haya yapo katika kitabu ama Azimio la Arusha. Uasi dhidi ya dhuluma unaonekana kuwa na tija pale ambapo haki za msingi za wananchi zinakiukwa na njia za kisheria za kupata haki hizo zinakuwa zimezibwa au hazifanyi kazi kwa ufasaha. Huku kunaweza kusababishwa na ulegevu wa mfumo wa uwajibikaji katika sekta ya umma, tafsiri na sheria za katiba zinazotolewa na mahakama bila kuzingatia mazingira, mahitaji ya kijamii, changamoto za kimaendeleo na ukuaji wa teknolojia na mfumo au uelewa kwa jamii na msingi uliowekwa na ibara ya 9 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anasema kwamba kimsingi katiba yetu inaruhusu wananchi kuchukua hatua dhidi ya rais au spika kupitia bunge, kama tukiwa na bunge linalosimamia misingi wa uwepo wake, na pia umma ikiwa serikali inakiuka haki zao za kimsingi. Anaendelea kwa kusema kwamba ikiwa uasi unalenga kurejesha demokrasia na haki za kimsingi na unafanywa kwa njia shinikizi za amani, ni tija kubwa sana katika kuimarisha uwajibikaji katika sekta ya umma na mifumo ya kidemokrasia. Anaendelea kwa kusema, hata hivyo, uasi wa vurugu na uvunjifu wa sheria unaweza kupoteza uhalali wake hata kama unalenga kupinga dhuluma kama hautaratibiwa katika misingi inayolinda tunu za taifa. Anasema sheria nyingi katika taifa letu zina asili ya kikoloni, kukandamiza wananchi, na tumezirithi na kuendeleza ama kuendekeza sheria na taasisi zilizoundwa kwa mentality au mtazamo ya kikoloni, na mara nyingi hazipendi kulinda uhuru wa maoni au haki za kikatiba, kwani kacha ama utamaduni na asili yake ni kupinga katiba na kudhibiti haki za umma. Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema kwamba ukitazama sheria na katiba, raia tunayo haki ya kuandamana kwa amani na kutoa maoni yetu, yawe yenye kuwapendeza watawala ama kuwaudhi chini ya katiba na sheria za nchi, na tukifanya hivyo tunakuwa hatuna tena kosa lolote. Hata hivyo, uasi unaotumia nguvu au kuvunja amani unakiuka sheria na unaweza kuadhibiwa.
Uasi unapochukuliwa kwa njia ya maandamano ya amani, migomo halali na mikutano ya wazi, midahalo ya umma na kitaaluma, unalindwa na katiba katika nchi yetu ama nchi nyingi. Anasema kwamba uasi dhidi ya dhuluma na ukiukwaji wa misingi ya kidemokrasia, haki za binadamu, dhuluma dhidi ya umma unaweza kuwa na tija ikiwa unafanywa kwa njia za kisheria na kwa kuzingatia haki na ustawi wa wengine. Kwa hiyo, raia, vyama vya siasa, taasisi za kijamii na za kidini zote zinayo haki ya kisheria kikatiba kupinga dhuluma na kulinda demokrasia, yani kuasi dhidi ya dhuluma. Uasi dhidi ya dhuluma unaweza kufanywa kwa njia za: moja, maandamano yenye ukomo ama bila kikomo; pili, mikutano ya hadhara ya kijamii na kidini; tatu, kesi za kikatiba; nne, migomo shinikizi ya kimkakati; tano, kuandaa orodha ya wanaopinga jambo fulani na kuiwasilisha kwa wanaolalamikiwa ikiwa na atimtam; sita, kususa au kususia jambo au mambo fulani kama msingi wa kuwasilisha msimamo na kadhalika. Ni vema kutambua kwamba kuasi dhidi ya dhuluma unaweza kuchukuliwa kama wajibu na pia kama haki, kutegemea na mtazamo na muktadha wa kisheria, kijamii na kimaadili. Moja, kuasi kama wajibu. Kiutu, mtu ana wajibu wa kusimamia dhidi ya dhuluma ili kulinda utu na haki za binadamu. Kutofanya hivyo kunaweza kuwa ni kukubaliana kimya na udhalimu. Katika falsafa kama ya Mahatma Gandhi au Martin Luther King Jr., kuasi dhidi ya dhuluma kwa njia ya amani ni wajibu wa kimaadili ili kuleta mabadiliko kijamii. Anaendelea kwa kusema kwamba katika baadhi ya mifumo ya kisheria ama katiba, watu wanaweza kuwa na wajibu wa kupinga sheria dhalimu au mamlaka zinazokandamiza haki za binadamu. Pili, kuasi kama haki. Watu wana haki ya asili kujilinda, kulinda ndugu zao na mali zao na kusimama dhidi ya ukandamizaji. Haki hii ni sehemu ya haki za msingi za binadamu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki za kujieleza, kuandamana na kupinga dhuluma kwa njia ya amani. Anasema tamko la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu linatambua haki ya watu kupinga dhuluma na ukandamizaji. Kwa hiyo, kuasi dhidi ya dhuluma ni haki ya kila mwanadamu, lakini pia ni wajibu wa kijamii na kimaadili ili kuhakikisha jamii huru na yenye haki. Na vema kutambua kwamba ni wajibu hasa pale ambapo ukimya unamaanisha kuhalalisha dhuluma. Katika mazingira ya kikatiba na sheria, kuasi dhidi ya dhuluma kama watu kutekwa na kupotezwa, kukosekana kwa uwajibikaji kwa namna matukio ya watu kutekwa na kupotezwa yanavyotokea, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, ukiukwaji wa katiba na haki za kidemokrasia, haki za watu kumiliki ardhi zao za asili na kulindwa kwa mila na desturi zao zinazofungamana na maeneo yao kwa njia za amani, si tu haki bali pia ni wajibu wa kiraia na taifa hili. B.A.K. Mwabukusi, Shambani Busokelo. Ameandika wakili Boniface Mwabukusi katika ukurasa wake wa Facebook, akieleza akisema kwamba tunayo haki ya kuasi dhidi ya uonevu na ukandamizaji.